Jambo na karibu kwenye kitengo kingine cha kukomana Alumira. Ambatana na mimi nikienda kwenye kituo cha polisi. Wacha nikupatie hadithi kidogo. Takriban wiki 2 zilizopita, nipata kwenye anwani yangu barua inayosema kwa nimepata faini. Nilipofuatilia na kutizama, nikapata kwa hii faini ninayopewa ni siku ambayo nilikuwa kazini na wakati ni asubuhi. Asubuhi nilikuwa darasani. Gari langu lilikuwa limeegezwa kwenye maegezo ya walimu. Kwa hivyo sikufahamu vyema ni vipi kwa nimepata faini. Nikaamua kufuatilia. Nilipofuatilia nikagundua kwamba mahali ambapo gari langu linasemekana kwa lilikuwa wakati huo ni takriban dakika 45 kutoka mahali ninapoishi na mahali ninapofanya kazi. Kwa hivyo nikashangaa sana. Kwa hiyo nikafuatilia, nikaambiwa kuwa lazima niende kwenye ofisi kuu la kampuni ya magari ya kuegeza, kwa wataweza kunieleza zaidi ni nini kinachoendelea. Sijakuwa na muda vile kwa sababu ya kazi, sababu ya vitu vingi vinaendelea wakati huu muhula, katika wakati huu wa muhula wajua. So kwa hiyo sijapata wakati wa kuwa naweza kwenda kituo cha polisi au nini. But leo ni Jumamosi. Kwa hivyo nimeamua wacha niende kule kwenye kituo cha polisi, kwenye hiyo ofisi kuu ya kampuni hiyo, ili waweze kunieleza vizuri ni nini kinachoendelea kabisa. So kwa hiyo ningependa kuonyesha mavazi yangu ya leo, na hata sijui nitaanzia vipi, manake how do I say my gadgets? Vyangu leo havina muda wangu. Kila ninapoweka simu yangu ili niweze kuchukua video, vinaanguka na hata sijui. Lakini nimevalia hii necklace iliyo na R, naipenda sana. Nimevalia hivi vipuli. Mkononi nimevalia bangili ya Cartier. Kwenye mdomo nina Sephora namba 1. Lakini wajua yangu huwa nambari 94. But leo nimevalia namba 1. Nashukuru. Nywele yangu ni vile Sister Locks, na nimevalia hii blouse ya sweater, kisha nina sketi, na viatu vyangu ni hivyo. Natumai umeweza kuviona. So hivyo ndivyo ninavyokaa. Ninaenda kwenye polisi ili nifuatilie mambo haya. Nitajaribu kuwajulisha ni vipi kila kitu kinavyokwenda, lakini nikisahau basi itabidi mmenisamea. Nilisahau kuwaonyesha begi langu, na tu begi ndogo. Cha muhimu ni ufunguo na pesa. Na siku hizi pesa si lazima waweza kubeba pesa zako kwenye simu. Kwa hivyo tuone jinsi kitu kinavyokwenda. Kabla nisahau, nionyeshe manukato yangu. Manukato yangu ya siku leo ni kutoka Zara. Napenda sana haya manukato ya jamii. Shida moja tu kwa haya hizi kwa sana.
nilishapata usaidizi, nikaamua niende kwenye nikaamua niende kwenye madukani niende nikatizame vitu fulani ambavyo ninahitaji. But wakati huu ni wakati mzuri kwa sababu bado wajua nangojea mshahara, kwa hivyo sitakuwa na tamaa ya kununua vitu ambavyo sitaki. Lakini wajua jamani, lazima nitanunua labda viatu, labda nguo. Jamani, nifanyeje? Lakini ni hayo tu kwa sasa. Twende tuone ni nini ambacho nitakinunua. Nina furaha sana ninaweza kuzungumza Kiswahili. Nikiweza kumtumia mwalimu wangu wa Kiswahili hii video, labda ni mmoja wanaonifuata kwenye mtandao, sijui, lakini tu ninafurahi kwamba ninaweza kuzungumza Kiswahili changu, na Kiswahili changu jameni kimekomaa, nimebobea jameni. Sitaki mtu kuniambia, mimi nikijisikiza mwenyewe najua kweli nimebobea. Haya, mwacheni. What I was scared about is about to happen. Look at that sun. For summer, it's giving, right? Haya ndio kumaliza sasa. Sikununua vitu ambavyo sikuwa nahitaji kununua. Nilinunua tu vile vitu ambavyo nahitaji kwa wiki. Lakini nilitembea madukani, niliona manguo, lakini kweli nimekomaa. Yaani nilikuwa natazama manguo, natazama viatu, lakini sikununua hata jameni. Mnipigie makofi. Hivi karibuni nitakuwa tajiri, manake natumia pesa zangu vizuri. Siwezi ngoja kuwa wealthy. How do I say? Tajiri. Yani tajiri wa matajiri. Semeni amina. Haya basi, hivi sasa naelekea nyumbani. Dakika 45 kisha nitakuwa nyumbani. Sikiza muziki kidogo nikiendesha gari. Sikiza ubiri. Kweli nimekomaa. Niende. Haya, mwana jioni njema. Nitaonyesha nilivyonunua nitakapofika nyumbani. Kwaheri ya kuonana.